ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. اللهم إنا نسألك الهداية والجنة ونعوذ بك من الضلالة ومن النار. Amin. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu mtukufu mwenye huruma, ambaye katika jumla ya huruma zake ametujalia sisi kuwa ni Waislamu ndani ya ummati Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Ametufanya sisi bado tuko hai, tuko juu mgongo wa ardhi, tunaruzukiwa na ni wazima wa afya, hizo afya ambazo tunafanya harakati zetu za hapa na pale. Pia tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia sisi tumo ndani ya mwezi wa Ramadhan, shahrul baraka, shahrul khair, shahrul fadl, shahrul ni'ma, shahrul mawahib al-kathira, mwezi wa baraka, mwezi wa khair, mwezi wa fadhila, mwezi wa neema, mwezi ambao panapatikana vipaji vingi, vipaji vya kheri. Wanavivuna vipaji hivyo Waislamu ambao watajua thamani na hadhi ya mwezi wa Ramadhani na wakautumia huu mwezi kwa taa usiku ni mchana. Ndugu zangu katika imani, tuko mwanzoni mwa mwezi wa Ramadhani. Tunahitajika tuiingize vizuri Ramadhani ndani ya nyumba yetu, nyumba zetu tulivyoishi katika masiku yaliyopita, na kuishi kwetu katika masiku haya zitofautike. Na Imam al-Bait, az-zawju, al-abu, kiongozi wa nyumba, mume, baba, nyumba inahitaji maandalizi katika mwezi wa Ramadhani. Inawezekana umeyafanya lakini moja kusheleza, umepunguza katika maandalizi yake. Inawezekana umefanya vizuri katika jitihada yako kiwango cha juu, yale maandalizi yanatakiwa yaendelezwe, yasifatishwe. Yale maandalizi tekelezo lake yatakiwa lifanyike vizuri. Kuna haja ya kunasihi familia na kukaa nazo. Wewe madamu ni baba, vyote utakavyokuwa, wewe ndani ndio msimamizi mkuu.
wewe ndio mwalimu, wewe ndio mlezi, wewe ndio shekhe, wewe ndio ustadhi ndani ya nyumba yako. Wafahamishe watu, pata muda nzuri wa kutosha wazungumza nao kuhusu Ramadhani, alafu yabadilike maisha ya ndani. Muda wa mudarasa wa pamoja wa Qur'ani uwepo. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatafikiwa na Ramadhani, anajiwa na Jibril alayhi salatu wassalam, fayudarisuhu alquran, wanasoma Qur'ani, yani anasoma Mtume, anasikilizwa na anarekebishwa katika makosa, na hasa baadhi ya aya zilizofutwa ameishi kwamba zishafutwa. Kulikuwa na mudarasa wa Qur'ani, nyumba ziwe zina mudarasa, unakaa na watu wapo wasome na wewe usome. Someni Qur'ani katika nyumba, utoe elekezo, ifanyiwe kazi. Unafanyia kazi wewe pamoja nao, mko wawili, mko watatu, mko wanne, muda usiopungua saa 1:30 mawili kwa ajili ya kusoma Qur'ani tu. Ramadhani itakuwa ipo ndani huko, na wewe umeiweka vizuri, umeikaribisha. Lakini pia kunahitajika mabadiliko taa ibadati billah. Hichi si kipindi ambacho watu hawaswali salatu duha nyumbani. Kama tulikuwa tumepungua chaji, kipindi kirefu kimepita tangu Ramadhani ya mwaka jana imalizike. Sasa ile chaji ndio ikolezwe. Wewe utilie umuhimu kuswali swala ya duha. Nyumbani watu watilie umuhimu swala ya duha. Swalini swala ya duha rakaa zake zote, rakaa 8. Elekeza watu nyumbani baada ya kusoma Qur'ani na muda mfupi wa mapumziko au kufanya harakati za hapa na pale ndogo, halafu paswalini swala ya duha. Toa maelekezo ya khushu'. Watu wasiswali mbio haraka. Huu ni wakati wa taa, huu ni wakati wa ibada, huu ni wakati wa kuthibitisha kikamilifu hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba wanadamu na majini isipokuwa niabudu. Huu ni wakati wa kipekee wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waswali salatu duha. Lakini pia unahitajika elekezo watu wa nyumbani kuhusu adhkar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu kusema subhanallah mara 100 yuktabu lahu 1000 hasana au yuhattu anhu 1000 sayyi'ah, anaandikiwa na ujira wa mema 100 au anafutiwa yeye makosa 100. Huu wakati ndio wakati hasa sahihi wa hizi adhkar. Waambie watu nyumbani baada ya kuswali swala duha, watu wapate muda wa kuleta kusoma adhkar, waseme subhanallah mara 100 angalau, alhamdulillah angalau mara 100, Allahu akbar angalau mara 100. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusu subhanallah walhamdulillah tamla mizan. Mtu akisema subhanallah walhamdulillah, ili neno linajaza mizani. Mbie watu wa nyumbani katika adhkar waseme subhanallah walhamdulillah, dhikri moja tu angalau mara 100. Lakini pia kuna adhkar subhanallah wa bihamdihi zimehusishwa. Mtume amehusisha kila asubuhi katika adhkar aseme subhanallah wa bihamdihi mara 100. Elekezi watu wa nyumbani wasome adhkar, aseme subhanallah wa bihamdihi. Lakini pia kuna dhikri subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kalimatani habibatani ila rahman khafifatani fil lisan, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan. Haya maneno mawili subhanallah wa bihamdihi
subhanallah alazim, kuyatamka mepesi. Allah subhanahu wa ta'ala ayapenda, alafu yanakuja kujaza kuingiza uzito katika mizani ya mema ya mtu siku ya Kiyama. Maneno Allah ayapenda, Ramadhani Allah aipenda. Allah ametaka aabudiwe katika mwezi wa Ramadhani kwa ziada. Kwambie watu wa nyumbani aseme subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim, wakithirisha hii dhikri angalau mara 100. Kwambie watu wa nyumbani waseme la ilaha illa Allah, wakithirisha kusema la ilaha illa Allah angalau mara 100. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema afdalu dhikr la ilaha illa Allah, dhikri bora sana kusema la ilaha illa Allah. Kwambie watu wa nyumbani wamsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam khairul bashar afdalul bashar ma ra'ayna mithla ma sami'na siratan atiratan min sirati, hajekuona kufikiria, hajakusikia sira inayonukia, tarehe mwenendo unaonukia nzuri kuliko mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jahada fillahi haqqa jihad, kapambana kwa ajili ya Allah. Sote tumeleleka chini ya jitihada ya jasho lake, tumekuwa Waislamu sote. Jasho na mawe yaliyopigwa, kuvunjwa meno, kusukuliwa, kutemewa mate, kunyongwa na kutaka kuuliwa. Jahada sallallahu alaihi wasallam, wallahi ahsan ilaina faman jazaa. Wallahi ametufanyia ihsani Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yapi malipo sisi ya kumlipa mtu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema man sana alaikum ma'rufan fakafi'u, atakayekufanyia jema mlipeni, kama hamkupata kumlipa fad'u, muombeni dua. Na tumewekewa sisi katika ibada na ni dua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usikumswalia, wakithirisha watu wa nyumbani wapia sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ukamilifu wa swala na salamu za Mtume kutajwa yeye na masahaba na ali zake. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Waambie watu wa nyumbani msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam angalau mara 100 kwenye mchana wao, angalau tena mara 100 kwenye usiku wao. Huu ni wakati wenyewe wa kuwa sisi ndimi zetu ni ratban min dhikrillah, ziko majimaji tunamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Waambie watu wa nyumbani wakithirisha adhkar, waambie na adhkar nyinginezo, na wao jua mstari wa mbele katika kutekeleza. Waambie watu wa nyumbani wasiache uswali swala za sunna rawatib kikamilifu, zile swala zilizofungamanishwa na swala za faradhi. Mtu anajengewa nyumba peponi kwa kuswali rakaa 12 za sunna, rakaa 2 kabla alfajr, rakaa 4 kabla dhuhur takuwa 6, rakaa 2 baada dhuhur takuwa 8, rakaa 2 baada almaghrib takuwa 10, rakaa 2 baada al-isha takuwa 12. Na watu wengi swala ya maghrib, yani rakaa 2 baada ya maghrib zinawapita, wengi zinawapita. Hizi ni rakaa 12. Mtu akiziswali kwa siku anajengewa nyumba peponi. Waambie watu wa nyumbani wasiache swali sunna rawati, lakini swala ya dhuhuri baada ya dhuhuri ina rakaa 4 kikamilifu wake. Waambie wakamilishe, wasipunguze watu wa nyumbani, nao kwa ustaarabu katika hili. Bali imekuja katika hadithi rahimallahu rahim salla qabla al-asri arba'a, Allah subhanahu wa ta'ala namuomba ampe rahma mtu ambaye ataswali kabla ya swala ya alasiri rakaa 4, sio ratiba, sio swala zile za kablia kama dhuhuri, lakini aswali baada ya kuingia wakati wa swala ya alasiri rakaa 4 za sunna. Mathalan nyumbani unachukua udhu, unaswali rakaa 2 sunna tu, unakuja zako msikitini, ukifika unasali rakaa 2 tahiyyatul masjid, umepata 4. Lakini pengine itakuwa ngumu hilo, unakuja zako msikitini mapema, unasali rakaa 4, 2 unatoa salamu alaykum, 2 turba, swali turba,
ibada, wajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsiri zimekuja mbili katika hii hadithi. Tafsiri ya kwanza ni dua, mtume anakuombea Allah akuhurumie. Dua ya mtume humo ndani ya Ramadhani unafanya hii amali. Lakini pia tafsiri nyingine ni khabar, rahimallahu ra'an qad salla qabla al-asr arba'a. Natoa taarifa, Allah kashampa huruma mtu ambaye amepata taufiki mpaka akaswali rakaa 4 kabla al-asr. Haja ziswali rakaa 4 zile isipokuwa baada ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa na ragba, huwa na hamu kufikia kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuswali hizi sunna. Baada ya kuchukua udhu kuna sunna rakaa 2. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesikia wakati alipokwenda Mi'raj sauti ya mwendo wa mtu. Duniani alikuwa anajua mwendo huu, mwendo wa sahaba wangu Bilal. Akataka kujua baada ya kurudi siri nini. Bilal anasema mimi kila nikiswali ya Rasulullah sallallahu alaihi, na si kwamba kafumbua Bilal radhiyallahu anhu, bali nielekezo la Mtume alayhi salatu wasalam, yeye anamfanyia kazi. Lakini imethibiti kwa hadithi nyingi, wakati Mtume kujua mimbar katika hadithi anaingia mtu kakaa kitako, katika Mtume ametoa maelekezo baada ya kuchukua udhu kuswali rakaa 2 baada ya udhu. Na Mtume akasema tughfira lahu ma taqaddama min dhanbi, akisha ziswali atasamehewa na dhambi yake yaliyotangulia. Uthman bin Affan anasema radhiallahu anhu, baada ya kuchukua udhu na matabia wanamuona, raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadha thumma qala man tawaddaa nahwa wudhu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu bihima nafsahu wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayechukua udhu vizuri kama nilivyofunza mimi Muhammad bin Abdullah, alafu akaswali rakaa 2, atasamehewa madhambi yake madogo yote yaliyotangulia. Swali baada ya rakaa 2, baada ya kuchukua udhu swali rakaa. Waambie watu wa nyumbani, nyumba ibadilike kwa swala, nyumba ibadilike kwa adhkar, nyumba ibadilike kwa qiraa na tilawa ya Qur'an. Lakini usiwakoseshe bila mkubwa watu wa nyumbani kwa kuomba dua. Waambie wakithirishe kuomba dua. Nyumba ikithiri kuomba dua, watoto na wakubwa ndani ya nyumba na wewe mwenyewe ukiwemo. Lakini katika wakati pia muhimu sana baina al-adhan wal iqama, waambie waombe sana hata dua, na dua ya kuomba kila mmoja ajiombee usalama wa akhira. Kila mmoja ajiombee kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah apende na umridhie, lakini pia Allah muingize katika pepo na mwepushe na moto. La kwanza ajiangalie nafsi yake, alafu amuombee ile al-aqrabu fal-aqrab, na wakaribu zaidi ni mzazi, alafu anafuatilia mtoto, alafu atafuatilia wengine. Lakini pia waambie watu wa nyumbani wafanye harakati zao zote kwa nyakati kama hizi ambazo tuko nazo hivi sasa. Ikifika saa 12:30 kila kitu ikamaliza, asiendelee na shughuli ya kupika na kupakua na kukuruga na kufanyaje. Amalize harakati, apate huu muda wa dakika hizi 10, akae faragha kwa ajili ya dua. Qala sallallahu alayhi wasallam, inna lis-sa'imi da'watun 'inda iftarihi ma turaddu. Kwa hakika ameandaliwa aliyefunga dua ambayo ijibiwe wakati anataka kufutari, haikataliwi. Mwambie asije akajikosesha ujira, asitilie umuhimu mtu uji na chai na kaimati na visheti akajikosesha jambo kubwa mno la kuomba dua, akasalimika na jahannam, akapata maghnaman adhiman, faida kubwa, akaingizwa pemboni, akaingushwa na moto, karimiwa na Allah azza wa jalla. Dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam sema ad-du'a huwa al-ibada, kuomba dua ndio kuabudu hasa. Tunyenyekee jamani, Ramadhani tuingize majumbani mwetu vizuri, tena isipotezewe muda, tena isiwe siku ya kwanza na ya 2 na ya 3. La, hapana, jiddia. Kila siku zikienda mbele ndio watu wanajikaza na viungo vimezoea na raha na ladha imepatikana. Ndugu yangu, huu si wakati wa misikiti kuwa mitupu.
Huu sio wakati wa kuja msikitini kwa kuitwa na adhana. Huu sio wakati. Hizi siku hizi sizo za kuitwa msikitini sisi na adhana. Hizi siku hizi sisi adhana itukute msikitini. Inaadhiniwa adhana, ushasoma angalau juzuu moja. Ushasoma, tufike msikitini mapema saa 6 tuko msikitini. Shughuli zetu kabla ya Ramadhani zisiwe ni sawa tena shughuli zile ndani ya Ramadhani. Hapana sana. Tutakuwa Ramadhani hatuipendi, tutakuwa Ramadhani hatuithamini, itakuwa Ramadhani sio yetu. Tutakuwa wasindikizaji katika Ramadhani, sio wahusika na Ramadhani. Fika msikitini mapema. Inatufikia adhana, tumeshasoma angalau juzuu moja. Qur'ani kuisoma nyumbani muhimu. Tusome Qur'ani nyumbani. Tuswali swala za sunna zinatudiriki nyumbani, na kuisoma Qur'ani msikitini thamani yake ni kubwa kuliko popote, kuliko nyumbani. Nyumbani isoma, lakini msikitini thamani yake ni kubwa zaidi. Na kuisoma Qur'ani imamu thamani yake ni kubwa zaidi, lakini kuisoma Qur'ani kwenye swala faida yake ni kubwa zaidi, na kuisikiliza kwenye swala ni kuliko sehemu nyingine yoyote. Tufike msikitini mapema, soma Qur'ani. Adhana ikiadhiniwa tuswali rakaa 4 tukiwa tuko msikitini. Rakaa 4 kabla dhuhur. Ya ahli ittaqullah. Hadha Ramadhan li ajlikum. Ahli sunna mubini Allah. Hii Ramadhan kwa yenu. Allah anaabudiwa haabudiwi kwa bid'a. Allah anaabudiwa kwa imani khalis, safi kabisa, tauhid. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qulubun, nyoyo zilizokubali tauhid safi kabisa. Hizi nyoyo ziwe na viungo vyake viwe na taati nyingi. Hizi nyoyo, mwenye moyo huu ulimi wake una afkari nyingi. Qira'atu al-Qur'an kwa wingi. Ya ahli sunna, tuswali sunna qabla adh-dhuhr, qabla al-'asr, ba'da adh-dhuhr. Lakini pia ile swala ambayo kulikuwa zile swala ambazo tulikuwa tushaanza kuzoea, ni kuhimisana vizuri, tunakusana vidole, sio ile swala iliyotakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kuhusu swafu, la tasuduna sufufakum au la khaliqanna Allah baina wujuhikum. Lazima hizo swafu mzioshe vizuri au mtatofautiana nini? Hamtakubaliana. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sayukhaj, bali sahaba ridwanullahi alaihim anasema Mtume aliposema hivi, faraaitu rajula, nikawa namuona mtu kwenye swafu, yunziku, anagambatanisha ule mguu wake na mguu wa mwenzake, wakabahu bikabihi, na kile kifundo cha mguu anakigusanisha na cha mwenzake, wa rukbatahu birukbatihi, na ule muundi mpaka goti unagusana na mwenzake. Sio ule tena wakati tuliposwali tuzoea mtu anakaa kawaida. Ya ahli sunna, swafu zikiwa zinyoshe vizuri. Usisubiri uambiwe kama kusana, usubiri kusanisha vizuri. Ni wewe kama wewe, usizembee. Huu ni wakati ukiukosa kwenye haya mengine atakupita ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani itakapisa. Na tukumbuke al-imamu fi hadha al-masjid yuaddi ma alayhi, falnahnu kal-ma'mumina nuaddi ma alayhi. Imam hasa katika msikiti wetu huu anatekeleza wajibu wake. Swala za faradhi zinaswaliwa kwa wakati, na tunanasihiwa alfajiri, adhuhur, alasr. Katupangia maimamu tunaswalisha katika tarawih na witri, yuaddi ma alayhi. Tunanasihiwa, tukiambiwa, tukiambiwa siku ya kiyama wajibu wake mkubwa kutekeleza. Sisi tunaoambiwa, tunanasihiwa, tunafahamishwa, tunaelekezwa, yote yanayotuhusu haya sisi kuyafanyia kazi, au yamepita yamesemwa ndio husika nani mchana, husika sisi, na huu ni wakati sahihi wa kuyafanyia kazi kikamilifu. Tukumbuke Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kuhusu baba Adam,
walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Adam tulimpa sheria wakati tu waingia peponi, tukamwambia usije ukala ni tumbo. Fanasiya, alidharau, alipuuza. Walam najid lahu azma, hatukumkuta amekania kutekeleza tulichomwambia. Maadamu hakukania kweli, alivunja agizo na aliingia kwenye kosa. Jamani, tutekelezeni, tuwekeni azma na tutekelezeni wakati wa tendo limefika. Wakati tendo umefika, tendo likifikia wakati wake tutekelezeni. Kama mtu hakuweka azma na akawa mtekelezaji, hafikishi kulipana nzuri na atatelekezwa na kuwa mahudhur. Ya Yahya khudh alkitaba biquwwa jidd, Yahya tekeleza hichi kitabu yaliyomo tena kwa kujikaza, na ndio wajibu. Na Banu Israili waliambiwa khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u, yatekelezeni tuliowapa kwa jitihada, tena kuweni wasikivu wa kutii. Hili ni agizo la Allah kwa kutangulia na pia kwetu sisi, na tutahadhari kutokuwa na jitihada na kukaza na kufanyia kazi vizuri. Wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu haddan mimma dhukiru, wale tuliowapelekea Isa alayhi salatu wassalam wakasema sisi ni nasara, nahnu ansarullah. Wale waliokubali akhadna mithaqahum, tulifunga nao hadi sheria yetu tuliwapa. Fanasu haddan mimma dhukiru, walipuuza yale ambayo walikuwa wakikumbushwa, yale walikuwa wakiambiwa. Matokeo yake faagharaina bainahum al-adawata wal-baghdha, tukawaekea kati yao uadui na chuki. Hawakupendana, hawakufurahiana, hawakuridhiana, wanaonekana kwa pamoja lakini hawako pamoja. Ndugu zangu, taat na khairat, na wakati wa Ramadhani ndio huu, na sisi ndio wahusika na maelekezo. Alhamdulillah, tunapewa tujitahidi, na kila mmoja awe na bidii kubwa kwenye nafsi yake, kwa watu wake waliokuwa nyumbani. Allahu musta'an wal hadi ila salat. Ndugu katika imani, tunasoma tafsiri ya Qur'an al-Azim, na tunasoma sura An-Nur, na leo insha Allah taala tutasoma kuanzia aya ya 6. Hii sura imekuja kuelezea ahkamu nyingi mno, lakini imeanza na masala ya heshima. Imeanza na masala ya heshima ya watu, al-a'raf, na ikaja kutoa hukumu kwa ambaye atavunja heshima. Na masala ya kuvunja heshima si kwamba mimi nimekubali basi hakuna tatizo. Mwanamume akifanya uzinifu, wamekubaliana yeye na mwanamke, hao wameivunja heshima, kwa hiyo wote wataadhibiwa. Na pia imekuja kutaja katika heshima kuwasema watu kwenye kosa la uzinifu, na ikaja hukumu. Halafu pia ikaendeleza katika kutaja masala ya heshima maisha ya ndoa. Inawezekana wanaoishi katika ndoa, mmoja akaja akavunja uaminifu na akaingia katika uzinifu. Kinachojulikana katika sheria tohara ya Uislamu, hakuna ruhusa ya kusema fulani amezini, tamshi la wazi litakalobainisha tu kwamba ameingia katika kosa la uchafu wa zinaa, ima kwa kusema amezini au tamshi lolote ambalo litakuwa liko wazi kwamba kilichofanyika ni uzinifu. Hakuna ruhusa hiyo, isipokuwa atakayesema iwe yeye yuko na wenzake wanne.
halafu watoe ushahidi. Na kusema huko sio kusema mitaani, hawaruhusiwi kusema mitaani. Wakishajua hilo, basi wakaseme sehemu husika ambao patachukuliwa hatua, na kama haipo sehemu husika wanyamaze kimya, hawana ruhusa kusema. Na wakisema watapata dhambi. Wameona, wameshuhudia ile tokeo wazi wazi. Pa kusema sio mtaani, pa kusema sio kwenda kumwambia mume au mke, pa kusema sio kwenda kumwambia baba au mama. Wakaseme wapi? Wakaseme kwenye sehemu ambayo patachukuliwa hukumu. Sasa kama hawakufikia idadi ya watu 4 au wamefikia mmoja akajitoa mimi sisemi, wakabaki 3, hawaruhusi kusema. Hata kwenye masala ya vyombo vya kisheria hawaruhusi kusema. Labda walikuwa zaidi ya 4, walikuwa 5, walikuwa 6, mmoja akajitoa au 2 wakajitoa, kabakia 4. Idadi hiyo ya 4, na lazima wawe wanaume. Mwanamke hata wakawa wanawake 10 hawakubaliki, lazima wawe wanaume. Sasa hilo tokeo likija likitokezea ni kweli, akaja akashuhudia mume na yuko peke yake. Imekuja kisa sahaba anauliza swali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili. Katika Sahih al-Bukhari kuna hadithi Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu anasema anna Hilal ibn Umayya, kwamba huyu Hilal ibn Umayya radhiallahu anhu sahaba, qadhafa imra'atahu inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, halafu akamzushia qadhafa, akamzushia mke wake kwamba amefanya uzinifu na mtu anaitwa Sharik ibn Sahma. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, albayina au haddun fi dhahrika. Sikiliza hila, utaleta ushahidi, na ushahidi ni watu 4, kama 3 na 4 sawa, au adhabu ya bakora 80 itaanguka kwenye mgongo wako. Hilali akamwambia Mtume, ya Rasulullah, idha raa ahaduna ala imraatihi rajulan, Mtume, endapo mtu katika sisi kamuona mwanamme na mkewe wazi wazi, lile jambo ndio wanalifanya hasa na yashuhudia kwa macho, yantaliku yaltamisu albayina, aondoke akatafute mashahidi. Mtume, mume kamuona mkewe na mwanamme tena kwenye uzinifu hasa moja kwa moja, sio kashikwa mkono, sio kakamata nywele, aondoke akatafuta ushahidi. Fajala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, Mtume akawa anasema, albayina, utaleta ushahidi, wa illa, na kama sivyo, haddun fi dhahrika, adhabu juu ya mgongo wako ya bakora. Faqala Hilal akasema, walladhi ba'athaka bil haqq, na mwapia Allah ambaye amekutuma wewe kwa haki, inni la sadiq, mimi ni mkweli, wala yanzilanna Allahu ma yubri'u dhahri min al-hadd, na wallahi Allah atashusha Allah wahi ambao unazungumzia kuneka mbali mimi na adhabu. Katika hadithi sio huyu, lakini ilitokea kwa Anas ibn Nadhr na dada yake, alipopigana na mwenzake, alafu alimpiga akamkata jino, akaambiwa kisasi, utakata jino. Anas ibn Nadhr akasema, wallahi naapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haling'olewi jino lake. Na wale wenye wahusika wale waliong'olewa jino, walikata jino, walikuwa washaambiwa tangu mwanzo, tutawapa fidia, tutawapa sababu tutataka kisasi. Anas alipo hapa, wakaja wenyewe kwa Mtume wakasema, basi tuambie sisi fidia. Mtume akasema, inna lillahi ibada, Allah anao waja, lau aksama ala Allah, anao Allah waja wake wakija wakiapa
akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, jambo halijafanyika, la abarahu, Allah ilo jambo atalifanya kweli, itakuwa ni bidhu kwa aliyefanya, ni wema, hakiwi kiapo chake cha uongo. Waja wake waumini. Hilal bin Umayya anasema Allah atashusha aya, wallahi na hapa itakayozungumzia au wahi utakaozungumzia kuepushwa mimi na adhabu. Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu anasema fanazala Jibril, akashuka Jibril, wa anzala alayhi, na akamfikishia Mtume sallallahu alayhi wasallam aya hii hapa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, walladhina yarmuna azwajahum, na hukumu ya wale waume ambao yarmuna azwajahum, wanawatuhumu wake zao. Maana mada moja ushahidi, bado anaambiwa ametuhumu tu, bado ni tuhuma. Hata kama yeye kashaona, anaambiwa hii bado ni tuhuma, ili isiwe tuhuma mpaka utaratibu utakapopitwa. Kwa hiyo yarmuna azwajahum, wale ambao wanawatuhumu, waume ambao wanawatuhumu wake zao kosa la uzinifu. Walam yakul lahum shuhada, na wala hawakuwa wana wao mashahidi. Mashahidi watatu na yeye atakuwa wanne, au kama watazidi zaidi ya wanne hakuwapata, illa anfusuhum, isipokuwa mashahidi ni wao wenyewe. Hukumu ikoje? Hukumu iko hivi: fashahadatu ahadihim, ushahidi kwa huyo mume. Fashahadatu ahadihim, basi ushahidi kwa huyo mume, mume mmoja wapo katika hao waliowazushia wake zao hilo kosa, ushahidi wao ni upi? Arba'u shahadati, ni kushuhudia kwa kusema mara 4, tena kusema huko billahi, kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Aseme mara 4 ushahidi wake, akariri kutamka mara 4 billahi, kwa kumtaja Allah. Innahu la minas sadiqin, kwamba hakika yeye ni katika wasemaji kweli. Asemeje? Aseme inni ushhidu Allah anna imraati hadhihi zanat bil fulan. Arba'u shahadatu, aseme mimi namshuhudisha Allah, na hapa pametajwa arba'u shahadati billahi, ni ushahidi 4, yani akariri kusema mara 4 kwa kumshuhudisha Allah. Mimi namshuhudisha Allah ya kwamba mke wangu huyu, tena anachosema awe huyu mke yupo mbele ya hakimu, tena amwashirie mke wangu huyu, ima amwashirie au amtaje jina. Mimi namshuhudisha Allah ya kwamba mke wangu huyu fulani bin fulani, bin fulani binti fulani, amefanya uzinifu na fulani, kamtaje huyu mtu ambaye amefanya uzinifu. Alafu akarudi tena mara ya pili, akarudi tena mara ya tatu, akarudi tena mara ya 4. Arba'u shahadati billah. Tena mimi ni mkweli, namshuhudisha Allah kwamba mke wangu huyu fulani binti fulani amefanya uzinifu na fulani bin fulani, na mimi ni mkweli. Mara ya kwanza na mara ya pili na mara ya tatu na mara ya 4. Lakini haishi mara 4, ziko 5. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal khamisatu, na hiyo mara ya 5 ashuhudie pia. Lakini mara ya 5 akishashuhudia, akisema hivyo, aseme anna la'natallahi ala